Wewe ni Mungu, wewe katika jina la Yesu. Amen. Takatifu uishi milele yote, unayedumu na kuishi, mtangazaji mwisho tangu mwanzo, Mungu wa uweza, Mungu mamlaka, tuko mbele zako. Tunajitiisha chini ya mamlaka yako asubuhi ya leo, iliyo njema machoni pako na petu pia, maana umetuwezesha kuiona tukiwa na afya. Tunakutukuza asubuhi ya leo kwa ajili ya saa hii ambayo Bwana umetuandalia kukaa mezani pako, ili tuweze kula kutoka katika meza yako. Tujiweka wakfu mikononi mwako Mfalme, tukitiisha nafsi zetu chini ya uongozi wako Roho Mtakatifu. Bwana ukapate kutuhudumia asubuhi ya leo. Malaika zako ambao Bwana umewaweka kwa ajili yetu wakapita katika mioyo yetu sasa kupitia neno lako wakituhudumia. Roho Mtakatifu usema nasi. Kwa utukufu wako Baba tunajitiisha chini ya mamlaka yako sasa. Roho Mtakatifu tujiweka wakfu. Katika jina la Yesu Kristo ninakamata fahamu za kila nafsi iliyoko mahali hapa, akili na mioyo na nia na hisia zetu zikapate kukutii wewe kupitia kile ambacho Bwana unapenda kusema nasi. Fungua masikio yetu ya rohoni ili Bwana tukaweze kusikia yale utakayosema nasi na kuyatendea kazi kwa utukufu wako Baba, kwa kutukuza maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini na
katika ulimwengu wa roho kuhusiana na sifa na kuabudu. Leo tuliabudu na malaika, tulisifu na malaika. Tulipoanza kusifu tu, nilimwona Bwana amesimama. Nikaona watoto wengi, au watoto nilikuwa na mazoea kuwaona sana, wana umri fulani fulani, wakacheza sana, yaani tumesifu na kucheza nao. Ghafla nikaona malaika ambao niliwaona mwaka 2003 kama sikosei. Tulikuwa mahali fulani tunafanya ibada, nikawaona. Sijawaona tena, nimewaona leo. Na ndio siku zote kwa nikizungumza na mchungaji nikimwambia, mimi kuna mahali nataka, kuna kitu nakitafuta, natamani Bwana aweze kukirudisha. Nikawaona hao malaika, wanavaa malaika wa sifa, wamevaa majoho yao, wana mishipi fulani hivi pana nyekundu, inakuwa na mnyenyezo huko. Basi hawaona. Wana staili zao wanachezaga, huwa wanakuwa na staili tofauti. Leo wanao kucheza nao wakati ni tofauti na leo wanao kucheza leo. Tumecheza nao, tumeenda. Kuna mahali nilikuwa nawaona, na hata ndivyo nilipowaona wakati zile. Kunakuwa kama ni mlima wanapanda, lakini wakiwa kwenye kunyooka, yani utafikiri siafu. Sio siafu wanapotembea. Hivyo wanaenda yani kwa mstari, wafikiri kuna mtu anawaongoza, lakini ndio mwendo wao. Basi hivyo unaona tu ile white ndio leupe linaenda. Alafu na ule mshipo unaona, yani wao kama vile wako size moja wote, kwa ule mshipo unaona kama vile mstari umechorwa. Lakini kila mtu amefungua mshipo. Kila malaika amefunga mshipo. Wanaenda wakipanda juu na kushuka. Kama vile wako kwenye ngazi fulani wanapanda wakishuka. Lakini wanacheza. Wana style zao walikuwa wanacheza. Style yao ikaja ikabadilika wakati fulani. Hivyo. Tulipoingia kwenye kuabudu, nikawaona wale wa ibada nao wanakuja. Wamevaa majoho yao meupe na mishipi ya rangi ya blue. Yao ni blue. Hivyo vile vile lakini hivyo imeshuka hivyo lakini. Sasa hao wa kuabudu, tulianza kuabudu tu, nikaona wameshika tarumbeta zao. Wamejipanga mstari, ni wengi, wamejipanga mstari. Tarumbeta zao walikuwa wanazipiga zikielekea upande huu. Yaani wanaelekea hivi. Na huku nikaona sasa eneo nililoliona, yani wote waliokuwepo walianguka. Ndio maana mimi nilipiga magoti. Wote walianguka chini na kusujudu. Hakuna mtu aliyebaki amesimama, isipokuwa malaika walikuwa wanapiga tarumbeta pekee yao. Kwa tuliabudu na malaika. Tuliendelea mpaka mwisho, wakaenda zao wakifanya hivi. Kwa hiyo kitu nilikuwa nakitafuta. Tunaweza tukawa tunaabudu, tunasifu, lakini kuna mahali mimi nimekuwa napatamani tuweze kufika. Namshukuru Mungu tumeianza safari. Haleluya. Na ninaamini tutafika mahali kila mmoja ataweza kuona hilo ambalo naliona mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakapokuwa tumeenda tukafika mbali, hasa nasema na watu wenye kuongoza sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vilikuwa ni muhimu sana, na ndio hivyo ambavyo vimepelekea mpaka tukavunja praise. Kwa sababu kuna kitu maana kitafuta lakini sikioni. Sasa kwa nini inabidi basi Bwana Yesu tusaidie tuweze kukaa na kuanza kujifunza. Sasa mimi najua kwamba Bwana ameweza kufanya hili leo kwa sababu ya utii wa kuvunja. Kwa sababu ilikuwa sio kazi rahisi. Utii ule wa kuvunja ndio basi tumeweza kuanza kuona Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ninawasalimu katika jina la Yesu. Stori za mbinguni zimeisha hapo. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Ni Jumapili njema ambaye Bwana ametupa, na ni siku ya pekee ambayo neema yake imetosha. Tumekaa katika hema yake. Leo ni siku ya Jumapili, tuna somo la ukombozi ambalo tunakwenda tukijifunza ukombozi ndani ya damu ya Yesu. Ukombozi kwa damu ya Yesu. Na kuna mahali tutakwenda kuangalia leo tena kutokana na vipengele ama kipengele mahali tulipokuwa tumeachia. Nitarudia kwa haraka kwa faida ya wale ambao hawakuwepo Jumapili iliyopita, ili waweze kukecha na sisi na tuweze kwenda pamoja. Katika somo la ukombozi tuna maeneo mbalimbali ambayo tumeenda tukiangalia tangu tulipoanza, na tuna vipengele tumeenda navyo ambapo mpaka sasa tuko G, tuko kwenye G, eneo la G. Tulianza A, B, C, D mpaka sasa tuko G.
Na kila mara tulipokuwa tukiangalia tangu tulipoanza A tuliangalia yale tupasayo. Ni kipengele A kilikuwa kinatuambia tupasayo kufanya, ndio kipengele chake cha A tukaona tufahamu wapi tumetoka, kwa nini tuko hapa, kwa maana hapa duniani, na tuko hapa kwa kusudi gani, kipengele C. Alafu tukaja tukaangalia eneo lingine la nini maana ya kuokoka. Hapo tuliingia E na tukaona maana kuokoka ni kitu gani, kwa sababu tuliona ni rahisi mtu kusema kwamba nimeokoka, lakini vizuri kuelewa maana kuokoka ni kitu gani, kwa sababu tunajifunza kuhusu ukombozi. Na kutokujua maana halisi ya kuokoka ndio watu wengi mpaka leo wamedanganywa kwamba wanaishi na laana na wameokoka, na ikawa inaendelea kuwafanya watu muonyeshe Kristo kwamba kufa kwake kulikuwa ni bure, kwa sababu kama yeye alikufa pale msalabani akaziondoa laana zote. Sasa kwa sababu sisi twaishi vibaya, kwa hiyo tunamsikizia yeye kwamba tunahitaji atukomboe, na hatuhitaji ukombozi kwa sababu alishatukomboa pale msalabani. Ila kwa sababu ya kutokujua kwa maana kuokoka ni kitu gani, basi ndio tukafika mahali shetani anaturudisha nyuma bila sisi kutambua. Na tukaona pia jambo ndio kuna watu wanahitajika kweli kukombolewa wakati ambapo wamesaliti ile damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani kaleta ukombozi. Wanapokuwa wameisaliti, na maana kwamba wanahitaji warudishwe tena katika ile nafasi, na hapo ndipo panapotakiwa ukombozi kwa mtu yule, kwa maana kwamba ameokoka na hakuyaishi maisha ya wokovu na yale ambayo yalikuwa yameondolewa. Yaani kwa maana kwa mfano Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwamba kile ambacho alikifanya alafu kisha sisi tukaondolewa yale tulioondolewa, laana ikaondolewa, alafu wewe ukaenda ukajirudisha kule kwenye laana, ina maana kwamba sasa inabidi utolewe tena huko kwenye laana na ufundishwe. Na ndio maana tukajifunza kwamba kuna tofauti ya maombezi na tofauti ya ukombozi. Watu wengi wamekuwa wakidanganyika, na ndio maana leo tuna watu waliookoka wanazurura sana. Tu anakimbia huko akisikia kuna maombezi yana, anakimbia huko akisikia kuna watu wamefungua viota vya vioski vya maombezi kila mahali. Lakini si kweli, hatuhitaji maombezi sisi. Hatuhitaji hayo kwa sababu maombezi ni tofauti na ukombozi. Tutakuja tunaenda na somo hili ili tufike mahali tuingie kwenye eneo la utukufu. Kwa sababu kanisa Kristo Yesu alipopita katika zile hatua zake ambazo tutakuja kuiona hayo katika masomo ambayo tutakuja kujifunza kule mbele, alipita katika hatua 4 ya kusulubiwa, akafa, akafufuka, akapaa. Biblia inasema katika ile wa Efeso sura ile ya 4 na mstari wa 8 kwamba alipopaa alichukua mateka. Sasa kile kilikuwa ni kitendo cha kutoa sisi kwamba pamoja na kwamba ameshamaliza kazi, ametukomboa, lakini kwamba ametukomboa hatuachi pale, aliondoka na sisi katika ulimwengu wa roho akatupandisha. Ndio maana alichukua mateka. Sasa kwa sababu watu hawajui maana kuokoka ni kitu gani, na kwa sababu watu hawafundishwi, watu wanafundishwa vitu vingine kabisa ambavyo havihusu, tunabaki tukishughulikia vitu ambavyo havina msingi katika maisha yetu ya wokovu, na vile ambavyo venye kubeba msingi wetu wa wokovu, ili kwa msingi huo tuweze kukaa vizuri, basi tunajikuta tufanye. Kwa hiyo mtu anajikuta alipandishwa juu alafu akajirudisha chini. Sasa kama wewe ulirudi hapo chini, ina maana utabakia kwenye kile ambacho uliondolewa kwacho. Kwa mfano, ametukomboa, ametuchukua mateka akatupeleka juu. Biblia inasema katika Efeso sura ya 2 kuanzia mstari wa 5 na wa 6 ya kwamba yeye alifufuka, alitufufua pamoja naye, na sasa ametukalisha, unaona, pale penye utukufu, mahali alipokaa na yeye. Kwa maana kwamba kanisa la Kristo, yani mtu asije akakudanganya, labda ujidanganye mwenyewe kwa maisha yako wewe unayoishi. Lakini kanisa la Kristo kwa maana halisi ya kuokoka ni kuondolewa kwenye uharibifu na kuingizwa kwenye utukufu. Kama mtu umeingizwa kwenye utukufu ili uweze kuishi na Bwana mahali pale. Sasa hiyo sura mimi huwa haiingii, na ndio maana nasema kwamba ni uongo, watu wanadanganya. Haiwezekani kama Waefeso wamesema sura ile ya 2, kwanza ngoja tusome hapo. Ndio mwelewa nasema nini? Haiwezekani kama kwenye Biblia anasema Waefeso hiyo sura ya 2 mstari ule wa 5 na wa 6 kwamba ametufufua, alafu kisha bado tuko kwenye laana. Huo ni uongo tena wa wazi kabisa, ambacho kitu tunashinda kuelewa mtu gani ambaye ameokoka amekosa ufahamu wa kufahamu hili. Kwa sababu Biblia tunazo, na sisi tunataka kufundishwa maana jinsi ya kusoma Biblia. Anasema mstari wa 5, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu
alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili katika zamani zinazokuja au dhihirishe wingi wa neema yake kupitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Haya ni maneno ambayo yako wazi. Anaposema mstari wa 5 kwamba hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu alituhuisha. Kwamba tulikuwa hapo wafu. Maana yake wafu ni kwamba tulikuwa tumekaa katika eneo la wafu. Mtenda dhambi mbele za Mungu ni mtu aliyekufa. Yaani nikwambia kwamba nishafundisha hapa kwa wale ambao wako kanisani wanaelewa. Nilisema kwamba maisha ya mtu yanaanza mbele za Mungu wakati ameokoka. Ndio anaanza kuhesabiwa mwaka wa kwanza. Sio kwenye kuzaliwa kwako kwa miaka. Ndio maana mimi nasemaga kwamba hakuna cha kusema kwamba kazi ya Mungu kwanza haina ustaafu. Hakuna kitu chochote kwa sababu Mungu haina na miaka ya kibinadamu. Ana miaka yake anayohesabu. Ambapo mwaka wa kwanza wa mtu ndio maana anaambiwa kuzaliwa mara ya pili. Sasa umezaliwa ndio unahesabiwa mwaka wako wa kwanza. Na huo mwaka wako wa kwanza unapokuwa umezaliwa ina maana kwamba kule ulikuwepo katika ulimwengu ule Mungu hana hesabu nao. Hana shughuli nao. Na hakuhesabii tena yale ya kule kwa sababu umetubu ni amefutwa. Sasa ndio anasema kwamba tulipokuwa tukiishi katika zama hizo katika makosa haya tulikuwa kwenye makosa lakini alituhuisha. Kutuhuisha ni kwamba alitubadilisha. Haleluya. Shetani anatumia cheusi chekundu kubadilisha vitu na kuifanya, yani anaweza akachukua simu akabadilisha akaifanya sabuni. Hicho ndio cheusi chekundu chake. Lakini hapa anasema alituhuisha kwa maana alitubadilisha kutoka kwenye ule ambaye tulikuwa tuonekana naye wakati huo mbele zake kwamba tulikuwa ni maiti. Yaani unaonekana kama maiti. Wewe zurura, fanya yote, jisifu, jivunie mambo yako na nini, lakini kama hauna Yesu mbele za Mungu ni kama maiti aliyelala hapo chini. Hana shughuli na wewe. Na hayo unayojisifu nayo. Na hayo ambayo unayoona wewe kwamba ndio unayo ya kufanya wewe uwe na thamani yako inaanza kurudi. Kwa maana uhai wako unaanza kurudi pale unapokuwa umempokea Yesu. Ndio unahesabiwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo ndo anasema akatuhuisha. Kwa maana kwamba alitubadilisha kutoka kwenye ufu akatuingiza kwenye uzima. Kwa maana sasa tukawa wazima na hai, Mungu akaanza kutuhesabia maisha kuanzia hapo. Kwa hiyo hesabu zetu zinaanza kuhesabiwa kutokea pale tulipookoka. Sasa kama uko hapa na unacheza na wokovu, ndio hiki sasa tunachojifunza kuhusiana na ukombozi. Kwa maana kwamba anaposema mstari wa 6 akatufufua pamoja naye akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Akatufufua alafu akatuketisha. Kwa hiyo twakaa na yeye pale mahali kwenye ulimwengu wa roho. Sasa kitu ambacho mimi ndio sasa nasema kwamba utie moyo wako ufahamu. Ndio uelewe kwamba kama ulikuwa unaishi kwa mafundisho ya aina hiyo, ujue ulikuwa umepotezwa na ulikuwa umepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ametufufua, alituhuisha, akatubadilisha, akatutoa kwenye ufu ambao tulikuwa tunaonekana nao mbele za Mungu kwamba sisi ni maiti mbele zake na Mungu hatuoni. Yaani hata kama mtu mkuu kiasi gani mbele za Mungu ni sifuri. Maana kwamba hesabu yake ya moja na wewe ni ile kwamba sasa unahesabiwa hivyo kwa sababu sasa umemgeukia yeye na una sehemu katika ufalme wake. Lakini kipindi kingine chote hauna sehemu. Kwa hiyo kwako wewe huexist, haupo. Maana hata ukifa wewe wakupotea. Kwa hiyo kwake yeye anakuhesabia nini? Ni maisha gani anakuhesabia? Hamna kitu. Na hapo ndipo watu wanashindwa kuelewa. Jivune unaanza kujivuna, lakini kama hauna Yesu ndani yako, wewe ni maiti mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wokovu ndio unaokuja kutuhuisha, kutubadilisha na kuturudisha sasa kwenye nafasi ile ya uzima. Uzima ule wa bustani wa Eden ambaye alianguka Adamu na Hawa. Sasa anapotufufua sasa ametutoa kwenye ufu. Nataka unisikilize vizuri sana. Ametutoa kwenye ufu. Akakufufua pale, akakubadilisha kwa maana ukawa wewe sio maiti tena, ukawa hai. Na kwa sababu yeye ni aliye hai, akakuchukua sasa, akakutoa hapo chini ulipokuwa umelala, akakuchukua, akakuleta kwenye utukufu wake kwa walio hai, kwenye ufalme wa walio hai, ufalme wa Mungu aliye hai. Alipokaa Kristo Yesu, akakuchukua sasa, akakukalisha pamoja na yeye hapa. Swali langu liko hapa. Pale kwenye utukufu
pana laana gani? Kuna mtu anaweza kanijibu? Wewe unaweza kanijibu? Kwenye utukufu mahali Kristo amekaa, Kristo ambaye aliangikwa msalabani akahesabika kuwa laana ili sisi tupate kurithi zile baraka za Abraham na tuweze kuurithi sasa huo uzima. Yeye akafanyika laana ili mimi nitoke kwenye laana, nirudi nikae kwenye utukufu. Alafu nimekaa hapa kwenye utukufu, wewe unakuja kuniambia kwamba nina laana. Kanisa, hivi mnaelewa kitu hapo? Ama mnanitazama tu? Mnaelewa kitu? Amani, unaelewa kitu? Unanielewa? Unanielewa Amani? Unaelewa? Nani anayeweza kukuhesabia laana kama si Mungu mwenyewe kwa uasi wako? Ndio maana tunajifunza hili somo la ukombozi. Hatujifunzi somo la ukombozi ili niwaambie njooni hapa niwatapishe. Hamna. Tunajifunza somo la ukombozi ili kufungua ufahamu wako, ili uweze kuelewa ukombozi wako ulipatikana wakati gani. Na kama unaishi maisha ambayo hayaeleweki, utoke huko. Wanaitwa sifa sana. Utoke huko. Utakombolewa kupitia neno la Kristo na damu yake takatifu, kwa sababu ilishamwagika. Hatuhitaji mwagike tena kwa mara ya pili. Tunahitaji kupokea ufahamu juu ya damu iliyomwagika ikaleta ukombozi. Sasa kwa sababu kanisa limekosa ufahamu, ndio leo kila siku napeleka huko natapishwa tulane ni sio ndio laana kitu gani ndio sio laana mabibi ndio sio laana ukoo ndio unaleta pesa sio. Nonsense. Ni kweli unaweza kufanywa hivyo. Nasikiliza nikueleze. Ni kweli unaweza kufanywa hivyo. Na ikawa ndio ni kweli. Lakini ni kwa sababu ya wewe. Sasa na mimi nasema na wewe, ili kama una elements, una viashiria ambavyo unavyoviishi ambavyo vinakurudisha ama vimekurudisha kwenye laana, uondoke huko. Wanaitwa sifa sana. Usitafute kwenda kutapishwa. Wanaitwa sifa sana. Wewe uanze safari yako mapema, uanze safari ya kurudi kwenye utukufu. Kwa sababu Kristo Yesu alimaliza. Ndio anasema alipofufuka, alitufufua pamoja naye. Hatuko tena pale. Sisi sio maiti tena mbele za Mungu. Immediately unapompa Yesu Kristo maisha yako, wewe ni kiumbe uliye hai. Ndio maana Biblia inasema kwamba ya kale yamefanya nini? Yamepita. Hayapo. Ya kale ni gani? Pamoja na hizo laana. Ni wewe tu utarudi pale kwa sababu umekaidi na kukataa kukaa sawa na Mungu. Na pia kwa sababu haujajua maana ya kuokoka. Sasa kwa sababu hujui maana ya kuokoka, ndio unaweza ukajikuta unachezea matope hayo bila wewe kujua. Kwa hiyo tuko mahali hapa kujifunza somo la ukombozi kwa damu ya Yesu Kristo, ili uweze kujua maana ya kuokoka ni kitu gani. Mtu asije akakudanganya, ili uweze kukaa ndani ya utukufu wake Kristo Yesu. Na tutajifunza sana, kuna vitu vingi tutaviangalia hapo kwenye kujua maana ya kuokoka. Tukaingia katika kipengele F, hii kilikuwa ni hii, kaingia kipengele F, kuijua mamlaka ya nafsi, ambapo sasa watu wengi waliookoka mamlaka ya nafsi zao zimekamatwa. Ndio maana wanaishi katika hiyo hali ambayo wanaoishi nayo. Ndio tukajifunza sasa ile mamlaka ya nafsi ni ipi na ikoje na inatendaje kazi, ili uweze kutambua kwamba ya kwako iko hai, imeibiwa kama nini. Na tukasema ile mamlaka ya nafsi inatakiwa ili uweze kusimamia amri ya Mungu, kwa sababu mamlaka ya nafsi ndio itakao kuwezesha wewe kuishi katika zile amri na kutekeleza sheria zake na kutii maagizo yake. Na tukaja tukakuta kwamba watu tuliookoka huko hatufanyi kabisa. Na haya ndio yale ambayo ni muhimu. Ukija ukiangalia Mungu maneno mengi aliyokuwa akisema na wana wa Israeli, alikuwa anasema nao maneno haya. Kushika maagizo yake, amri zake kuzitenda, na sheria zake kukaa hapo. Yaani haya ndio yalikuwa maneno matatu makuu Mungu alikuwa kila mara anayasema kwa wana wa Israeli. Kwa sababu hayo ndio ambayo yalikuwa yanawatengenezea wana wa Israeli mazingira ya wao kukaa na Mungu. Kukaa kwenye ile nafasi yao kama taifa ama kama wana mbele za Mungu. Na sisi tuliookoka ndio hayo hayajabadilika. Lakini ukija ukiangalia watu waliookoka hawapo hapo. Amri za Mungu hawazijui na hata kama wanazijua hawaziko huko kwenye Biblia. Wanasoma Biblia, mbele ndio tulisoma siku ile tukasema kwamba watakuwa na masikio lakini hawasikii. Watakuwa na macho lakini hawaoni.
wanakuwa na masikio, atasoma lakini hataelewa amesoma nini. Ni kwa sababu ile nafsi, mamlaka ya nafsi yake haiko mahali pake. So ili uweze kuelewa sheria za Mungu na kuweza kuzitendea kazi, hiyo mamlaka ya nafsi ndio inahitajika. Na 90% ya watu waliookoka imeibiwa hiyo. Ndio maana 90% kubwa ya watu waliookoka wanahangaika, hawana utulivu katika Bwana. Kumbe utulivu wetu kwa Bwana unatokana na kutii sheria zake, amri zake na maagizo yake. Ni vitu ambavyo viko very simple. Mtu atachukua siku 70, sababu sijasema tusifunge. Anachukua siku 70, sio siku 100, anafunga, anamtafuta Mungu. Huyo Mungu alienda wapi? Mpaka nini kafunga siku 100 anamtafuta? Kumbe atakaa na mimi wakati nimetii maagizo yake. Atakaa na mimi wakati niko kwenye amri zake na atekeleza. Atakaa na mimi kwa sababu sheria zake ndizo ninazozitenda. Sasa kwa sababu siyafanyi hayo, ndio maana ameniacha, ameenda mbali. Kwa sababu anaingia gharama ya kufunga kumtafuta. Sasa mimi nakwambia usifunge kumtafuta Mungu. Rudi ukazishike sheria zake, amri zake na maagizo yake. Hayo ndio maneno makuu ambaye Kristo Yesu alikuwa anasema, na babii Mungu alikuwa anasema na taifa la Israeli. Na kuna mambo mengi watu wametengenezwa mazingira kwamba wokovu una mambo mengi, una makorokoro mengi, una mikiki mingi, lakini nataka nikwambie wokovu hauna makorokoro hayo ambayo tunaofikiria kwamba yapo. Wokovu ni kitu ambacho ama ni mtu anaingia kwenye sehemu ambayo imejaa amani, kwa sababu Bwana wa amani ndio yuko huko. Kwa hiyo unapopokea wokovu unaingia hapo. Sasa wewe unaingiaje hapo kisha bado unakuwa na makorokoro mengi? Na mambo mengi, unajihuji mambo mengi, unahangaika yule. Hapana. Sio kwa juhudi zetu, bali ni katika kutii na kuishi sawa sawa na mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Sasa tukaona kwamba mamlaka ya nafsi ili iweze kutenda sawa sawa na amri, sheria na maagizo yake Mungu, ina maana kwamba inatakiwa hii mamlaka yangu ya nafsi iwe hai, ndipo iweze kutenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwe hai, iweze kutenda kazi na iwe na nidhamu, ndipo itakapoweza kutenda kazi. Inakuwa imejengewa nidhamu. Sasa ukiona mtu aliyokoka mara anasema hivi, mara sasa amebadilika, mara na muongo, hivyo kwenye kusengenya yupo, haeleweki. Yaani kuna watu wameokoka ambao pia hata huwaelewi. Unaona? Yaani kama vile humuelewi huyu hata anaposema ameokoka, mimi hata simuelewi. Kwa sababu kuna vitu ambavyo ni vya msingi. Ni kama vile mtu akwambia mimi nimefika form 6. Alafu unamwangalia unaona hata kile cha standard 1 bado hakijui. Unasema hivi mtu kweli yuko form 6 sio kweli? Mbona hata kile cha standard 1 hakijui? Mbona cha darasa la 7 hakijui? Anasemaje kwamba yuko chuo kikuu? Ndio hiyo kwenye wokovu. Unakuta mtu anakuambia ameokoka, lakini tafuta, kuna vitu ambavyo ni vya msingi. Ile basic, vitu vya chini vya awali havijui, anafanya mambo ya ajabu na mambo mengineyo. Kesho nitakuja. Alafu unapotea uonekane. Usemi kwa nini huji? Hayo ni mambo basic, ni mambo ya awali ya kabisa. Yanahitaji uaminifu wa hali ya chini sana. Alafu mtu wewe unafunga siku 40. Eti Mungu akuthaminishe na mamilioni ya hela, akuthaminishe na huduma kubwa. Wewe umeshindwa kusema kweli na kinywa chako. Umeshindwa. Alafu kisha unataka Mungu akuthaminishe na kitu. Mimi nafikiri Mungu ni mjinga. Mungu anaangaliaga na chuo. Sasa ni very simple, ni kitu rahisi sana, lakini inatuhitaji sisi hii mamlaka ya nafsi yetu iweze kusimamia, kuwa na nidhamu. Unakuwa na nidhamu kwenye nafsi yako, ndipo ile mamlaka iweze kuwa hai na kutenda kazi. Nidhamu inapokosekana kwenye nafsi, mamlaka hiyo haiwezi kutenda kazi hata ukafanya nini. Ndio maana tuna watu wanaoomba sana. Akianza kuomba hapo utafikiri moto unashuka kutoka juu. Lakini unakuwa hauna nguvu. Kwa sababu moto ule haudumu, haukai muda mrefu. Hauna uwezo wa kwenda mbali. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yake imekosa nidhamu. Na nafsi inapokosa nidhamu, ndipo sasa ile mamlaka inashindwa nguvu ya kufanya. Kwa hata kama utaomba, lakini mwendo unakuwa ni mfupi. Hata kama utafundisha na nguvu zote, utapiga kelele, najua sasa Yesu anasema, utaumia kifua tu.
lakini ile neno halitakuwa na nguvu ya mwendo mrefu. Lakini nitasema kama ninavyosema hivi, lakini kwa sababu ya nafsi yangu kuwa na nidhamu mbele za Mungu juu ya kile ninachokisema, basi Bwana ataliangalia lile neno na atalitimiza kwa watu. Ndio maana unakuta kwamba kuna mahali unaweza ukakaa ukafundishwa miaka nenda miaka rudi na ukatoka kapa wewe yule klasi, na ukaenda mahali ukakaa siku 2 tu ukaona kuna kitu kimefanyika kwako. Ndio hichi ninachosema wewe, kwamba yule anayesimama hapo nafsi yake haina nidhamu mbele za Mungu. Na ndio kasema kwamba msifikiri kwamba Mungu ni mjinga. Yeye ataliangalia neno lake atafanya kazi, lakini halitakuwa na mwendo mrefu kwa sababu shetani yuko naye kazini pia. Anaingia tu ananyakua anaenda zana na baki mbebaki hewani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo natumia nguvu kubwa ya kufanya kitu cha Mungu lakini kisichokuwa na majibu, hakileti majibu. Lakini tuko hapa tujifunze sheria za Mungu ili tuziishi, tuzitende, maisha yetu ya wokovu yawe mazuri, lakini inahitaji gharama yako wewe sasa. Maana Yesu alishalipa gharama na baki ya kwako wewe ili yeye ajidhihirishe katika huu. Ndio maana sasa tunajifunza hii kipengele cha F kinazungumzia mamlaka ya nafsi ambayo inatakiwa iwe hai, na mamlaka ya nafsi ni kiapo cha mtu. Yesu Kristo aliyatambua haya. Mimi naomba niwaulize swali. Mliona wapi Yesu Kristo anafuatilia watu nyumbani kwao? Hamna. Yeye alikuwa anasimama akisema jamani, yeye mwenye kiu aje akanywe maji. Sawa? Aliye na njaa aje akale chakula. Kwa sababu mimi ndio chakula cha uzima. Na wakawa na magana anasema sasa mbona anaanza kukufuru? Yaani sisi ndio tukamlee. Sababu yalikuwa ni maneno makuu. Sasa kuna mambo ambayo ni kama leo. Mtu ukisema kwamba tufuate mtu kwa sababu gani? Kama neno la uzima liko hapa, ni wewe uone kwamba unalihitaji uje ukaiponya nafsi yako ama ulihitaji. Sasa mimi hata nikisema na kufuata nyumbani, hata nitakuja kufuata na gani nitakuleta hapa. Kama nafsi yako imeshaondolewa pale mahali, nitakuwa naleta fuvu hapa. Naleta box, lakini mtu mwenyewe hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizo ndio kazi ambazo watumishi wanafanya ambazo hazina msingi. Mtafute huyu mtu kwanza kule ndani, mrejeshe kwenye nafasi yake. Atakuja mwenyewe kwa sababu anapokea uponyaji wa nafsi yake. Haleluya. Hatuhitaji kujaza watu kwa sababu ya watu kuonekana kama mabox, lakini tunahitaji uhai wa watu katika roho uweze kuonekana. Na ni yule aliyedhamiria ambaye anayetaka kusimama, anayetaka kupona, ndio anayeweza kukaa. Ndio maana nasema kwamba unaiangalia nafsi yako sasa. Je, iko mahali ambapo ilitakiwa kuwa ama haiko? Kwa hiyo utaona wewe mwenyewe tu kule ndani kwamba mimi sasa hivi kwa kweli pamoja na kwamba naja kanisani lakini hapa. Na watu wengi namna hiyo wanakuta wanamfuata mtu mwingine anambia jamani mimi kwa kweli hali yangu naona sio nzuri. Ama atamfuata mtumishi ambaye kwa kweli nasikia sasa hivi atende nguvu ya kiroho sioni. Sasa ukisema huna nguvu ya kiroho ina maana kwamba umeondolewa katika ile nafasi. Inahitaji kuwa relocated again, kurudishwa pale mahali tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kurudishwa hapo ndio utafanywa maombi, lakini pia msisitizo ni kwamba unatakiwa kuwa kwenye utumishi, kwa sababu watu wanashindwa kuelewa. Hakuna kitu, yani maombi hayawezi kukusaidia wewe kukaa kwenye nafasi yako. Japo sijasema tusiombe. Maombi yana kazi yake na neno lina kazi yake. Na watu sasa hivi wamelipuuza neno, alafu wameshindwa kuelewa uzito ulioko katika neno. Kwa sababu neno ndilo litakaloweza kukupeleka wewe katika safari yako mpaka likufikishe. Labda niseme tu kuna kitu nitakigusia hapa kwenye kitabu cha Luka ambapo ndio uje ukaelewa kwamba kanisa liko wapi. Leo kanisa tunashughulika na masuala ya muujiza, ishara hiyo na maajabu. Mtu anataka aende akakae tu asikie. Na mtu amekaa tu kanisani anasema leo nabii anione tu. Leo anafunga siku 3 ili ataenda kanisani nabii amuone ili amuite kwenda kwa wewe. Una akili sawa sawa wewe? Mimi nikuone neno na hili neno sasa ndio linakuona wewe sasa. Ndio maana linakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uone ukoje, ndio uone unarudije pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shetani ameweka vitu vyake. Ndio sema mimi naomba Mungu leo nabii akanione, aseme habari zangu zipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari zako utazijua kwenye neno. Ndio maana nakwambia kwamba kama unaona vitu fulani unapaswa urudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kanisa limehama aliko na ile mamlaka ya nafsi yao haifanyi kazi, na ndio maana kwamba hawawezi kuingizwa pale kwenye utukufu kama nilivyosema wakati ule wa kusema kwa mahali pa kuokoka. Wanakuwa hawako tena pale kwenye utukufu. Kuna kitu nataka tujifunze. Wakati Yesu alikuwa hajakufa, yani hajaondoa nafsi yake kufa pale msalabani, Yesu alifanya miujiza, aliponya, alifufua wafu, alifanya mambo mengi sana. Lakini nenda kasome Biblia. Alipofufuka hakufanya tena muujiza.
alideal na wanafunzi. Alianza kupandikiza elimu ya kimungu ndani ya wale wanafunzi, akijua kwamba sasa nimebaki na muda mfupi, ninawaacha hao. Na ile miujiza ilikuwa inafanyika kwa sababu alikuwa na watu wa kila aina, wanaojua na wasiojua, yaani wale wanafunzi na wasiomwamini, na asilimia kubwa ni wale ambao walikuwa wamjua. Kwa hiyo basi ili waweze kuamini ilikuwa lazima ishara na maajabu yaonekane. Lakini sasa amefufuka na yuko sasa, hayuko tena na kwa ajili ya watu wengine, yuko sasa kwa ajili ya wale walio wako, wale wanafunzi wake. Sasa wale wanafunzi wake anawafanya nini sasa? Anaanza kuwaimpart na knowledge, elimu ya kiungu, ili atakapoondoka wao wabaki wakiishi kupitia lile neno. Hakurudi kuja kwanza kufanya miujiza, maana wale wanafunzi wasingebeba kitu. Au tusome katika Luka, hebu tuende tusome katika Luka ili uweze kuelewa nasema nini. Luka sura 24 ukisoma mstari wa 13 anasema hivi: na tazama, siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja, jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu, kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia, akaandamana nao, macho yao yakafungwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosikizana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu, sasa hiyo hawajui kama huyo ndio Yesu. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako huu mgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wote wetu walivyomtia katika hukumu za kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli zaidi ya hayo yote. Leo hii siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo haya, tena wanawake kadha wa kadha wakwetu walitushitusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema, wasiuone mwili wake.